Bana, nimepenyeza taarifa moja ambayo sio nzuri sana wala sio mbaya sana kuhusiana na klabu ya Simba kuelekea kwenye mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika pale visiwani Zanzibar kwenye mchezo wa raundi ya pili. Na sio taarifa nzuri kwa sababu inasadikika kwamba kuna watu wa Yanga ambao wamewapokea wale mashushushu wa Berkane na wanawasaidia kwa kujua kwamba Simba wanaweka kambi wapi na wanafanya mazoezi wapi na kuepuka hizo figisu za chini kwa chini. Yaani kwenda sehemu ambapo watafanya mazoezi wanataka kujua, kwa sababu wanataka kwanza kuwajua zaidi Simba kwamba kwenye maandalizi ya pili wanafanya maandalizi ya aina gani, ili kuhakikisha kwamba wanaweza kucheza nao vizuri kimbinu uwanjani, lakini kujua namna ambavyo Simba wataepukana na figisu za hapa na pale ambao watafanya na klabu ya Simba. Inasadikika kwamba kuna watu wa Yanga ambao wanasaidiana na hawa mashushushu wa Berkane kwenda kuimaliza Simba. Ni watu gani wa Yanga? Nitakueleza, endelea kunisikiliza vizuri. Mashushushu wa Berkane wamekuja leo. Manake leo siku ya Jumaa 4 ndo wamewasili hapa Dar es Salaam. Na baada ya kuwasili, waliwasili majira ya saa 4 za asubuhi kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Kambarage Nyerere. Na baada ya kuwasili walichukuliwa wakapelekwa hotelini, na baada ya kufikishwa hotelini pale wamekaa walikaa pale mpaka majira ya saa 6 mchana wakipumzika kidogo pale na kupata kidogo chakula. Na baada ya hapo kuna sehemu walipelekwa wapi? Ni sehemu ambayo kidogo mtu mwenyewe hakutaka kuniambia, kwa sababu anasema ni eneo ambalo kidogo ni confidential, na wameenda pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanawasaidia Berkane waweze kwenda kufanya vizuri kwenye mchezo wa nusu wa fainali ya pili ambayo itachezwa pale visiwani Zanzibar. Na hao watu huko ambapo wamepelekwa wameenda kufanya michakato yao ambao wao wenyewe wanaijua ni michakato ya aina gani. Sijui ni masuala ya ulozi, sijui ni masuala ya nini, hiyo haijulikani. Lakini wamelipwa pesa nzuri by the way. Hao watu ambao wameenda kuwapokea ni watu wenye experience kubwa na mechi za Simba. Yaani unapoambia watu kutoka Yanga manake uelewe kwamba ni watu ambao wa nguvu, yaani ni watu ambao wanaijua vizuri Simba ndani na nje. Yaani ndani na nje wanaijua vizuri Simba. Kwa hiyo wapo kwenye mchakato wa kuhakikisha kwamba Simba inaenda kufanya vizuri. Lakini hawa watu ambao wanakuambia ni watu wa Yanga sio viongozi wa Yanga. Hicho unachomkielewa tukiweke vizuri kabisa muelewe. Yaani sio viongozi wa Yanga, ila ni watu wa Yanga ambao wanaijua Simba vizuri. Sasa hawa watu wa Yanga ni watu ambao hawapo kwenye uongozi wa Yanga kwa sasa, ila ni watu ambao wamewahi kuhudumu kwenye matawi mbalimbali ya Yanga ndani ya jiji la Dar es Salaam. Manake ni watu ambao wana experience kubwa na Simba, wanaijua, ni watu ambao wanajua machaka ya wapi pa kupita. Lakini sasa hivi hawahudumu kwenye klabu ya Young Africans. Ina maana ni watu ambao wako neutral, wako tu nje. Na ukumbuke Yanga pia walifanya mabadiliko ya matawi maana hata viongozi wa matawi, na mmoja wa watu ambao ananipa taarifa kwamba sio viongozi wa matawi by the way. Yes, yani sio viongozi pia wa matawi ya Dar es Salaam, kwa maana ya kwamba waliwahi kuwa viongozi wa matawi ya Yanga huko nyuma, lakini sasa hivi sio viongozi wa matawi ya Yanga, lakini ni watu wa Yanga. Nafikiri hapo mmenielewa vizuri. Msikainogonga ngasema kwamba watu wa Yanga labda kina engineers. Hapana, sio kina engineers, ni watu wa Yanga ambao waliwahi kushika nyadhifa kwenye matawi mbalimbali kwenye kipindi kilichopita, lakini kwa sasa sio viongozi wa matawi, ni watu tu ambao wapo. Lakini hawa ni watu ambao waliwahi kufanya kazi na Berkane wakati Berkane alikuja kucheza na Simba kwa mara ya kwanza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na wakafungwa kwa 1-0. Na ndio maana walipokuja awamu ya pili waliamua kuwatumia hawa watu kuwasaidia kwenda kumaliza hii mechi pale visiwani Zanzibar. Na ndio maana wamewapigia simu ili wawasaidie. Na of course ni watu ambao wapo kwenye nyadhifa za uongozi kwa sasa, ila ni watu ambao wanajua machaka. Yaani wanajua wapi wapite watoke ili waweze kwenda kuisaidia klabu ya Berkane kufanya vizuri, kwa sababu wamelipwa by the way, wanafanya kazi yao, wamelipwa. Yes, ukishalipwa hela, hata kama ingekuwa ni wewe, ukilipwa pesa, ukiwa umelipwa pesa ni rahisi kufanya maamuzi, kufanya kitu au kuwasaidia watu. Na of course hata kama ingekuwa ni mimi na nalipwa pesa nzuri, nasubiri nini? Nawasaidia watu, then maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo ni watu ambao wameamua kuwashika mkono Berkane, lakini Simba wanapaswa kuwa makini, kwa sababu Berkane wanatafuta vitu, wanafanya mambo mawili.
Kwanza kujua Simba walipo, hiyo kisha kwamba wanawasoma vizuri na kujua wanataka kufanya mbinu za aina gani kwenye huo mchezo, kutumia mbinu za aina gani kwenye huo mchezo. Lakini cha pili, wanataka kuepukana na figisu ambazo labda wanaweza wakafanyiwa, kwa sababu wanahisi kwamba kitendo cha wao kuongoza mabao mawili ugenini wakiwa nyumbani kwao kinaweza kuwafanya Simba wakawatengenezea figisu ambayo inaweza kupelekea wao wakapoteza mchezo, wakafungwa zaidi ya mabao mawili na kuendelea. Kwa lazima watafute wenyeji ambao watawasaidia kuwapitisha kwenye vitu, kwenye chocho mbalimbali, ili waweze kuepukana hizo figisu ambazo wanahisi kwamba wanaweza kufanya na klabu ya Simba. Lengo lao kubwa ni kupata matokeo mazuri kwenye uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar. Kwa hiyo ambacho wanapaswa kufanya kwa sasa Simba ni kujua kwamba wanafuatiliwa, wanapaswa kuingia kwenye mechi kwa tahadhari, na kama kuna figisu zozote ambazo wana plani ya kuzitumia kwenye huo mchezo wa fainali, wanapaswa kuwa makini, kwa sababu tayari kuna watu ambao wanaisaidia Berkane vizuri, kuna watu ambao wanashiriki wanapitia kwenye chocho mbalimbali ili kuwapa Berkane experience ya jiji la ya taifa la kule Zanzibar. By the way, of course taifa Tanzania, lakini kule Zanzibar ni visiwani, sawa. Kwa jaribu kutafuta watu wa aina hiyo. Sasa siku ya kesho majira ya saa 9 wataondoka Dar es Salaam kwenda visiwani Zanzibar ili kwenda kutengeneza mazingira mazuri zaidi. Mimi nitaendelea kuwapa tu taarifa kwamba hawa watu wanafanya nini na jukumu lengo lao kubwa ni nini. Nitawaambia kimoja baada ya kingine. Cha msingi endelea kufuatilia Ngereza TV. Mimi ni Alex Ngereza, utanipata kwenye mitandao yangu ya kijamii, Instagram, Twitter pamoja na Thread, utanipata kwa jina hilo hilo la Alex Ngereza. Kila update kuhusiana na mchezo huu wa finali nitakupatia, kuhakikisha kwamba unashiba kila taarifa ambayo inatoka.